Bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi ya kuitwa Dear Rovina kutoka kwake Saidi JR. Mimi naitwa Anko J Masimulizi, na nikushukuru pia kwako wewe ambaye unafuatilia simulizi hii, na sasa tunaingia sehemu ya 9. Bwana msikilizaji, kama utakuwa unakumbuka vizuri, katika sehemu ya 8 tulishia pale ambapo Rovina alikuwa amefikishwa hospitalini, na hii yote ni kwa sababu alipata ajali ya moto. Lakini sasa aliyetoa huo msaada wa kumsaidia Rovina kutoka kwenye ile ajali ya moto ni mbaya wake ambaye ni Prince. Prince yule jamaa ndiye aliyesababisha kumuokoa Rovina kutoka kwenye ajali ya moto. Na hata alipofikishwa hospitalini, Rovina akapatiwa huduma ya kwanza. Sasa baba, mama wa Rovina pamoja na Prince mwenyewe, wote moyo ulikuwa uko juu wakitaka kujua hali ya Rovina inaendeleaje. Na ndipo hapo dokta alipotoka kwenye wodi aliyolazwa Rovina, na dokta alipotoka ndo akawa anawapa sasa mrejesho juu ya hali ya Rovina. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 8. Bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 9 tupate kujua kile hasa kilichoweza kuendelea. Bwana, karibu ndugu yangu. Msikilizaji, muda mfupi baadaye mlango wa wodi ulifunguliwa na daktari mmoja mwandamizi alionekana kutokea. Daktari huyu alivua miwani wake na kutabasamu kidogo. Tabasamu hili liliwapa matumaini baba na mama wa Rovina na hata Prince mwenyewe. Dokta alianza kwa kusema, jamani, msiwe mna wasiwasi na msiwe mna mashaka. Habari njema ni kwamba Rovina alipata mshtuko mkubwa sana. Lakini pia Rovina kwenye mapafu yake inaonekana amevuta moshi mwingi sana. Licha yote hayo, lakini mapafu yake bado hayajadhurika. Ni kwa sababu mmemwaisha kuja hospitalini. Tumempatia oxygen na tumempatia dawa za kutuliza maumivu. Kwa hiyo mgonjwa wenu Rovina yuko sawa sasa, na kuanzia kesho asubuhi mtaweza kumwona na mtaweza kuzungumza naye. Lakini kwa sasa hatutoweza kuwaruhusu kuweza kumwona wala kuzungumza naye kwa sababu anahitaji muda wa kupumzika kidogo. Dokta, kiukweli tunashukuru. Mungu, asante Mungu. Mama yake na Rovina alipiga magoti na kushukuru, huku baba wa Rovina akivuta pumzi ndefu ya ahueni. Hata hivyo, baada ya furaha ile, kiukweli uchungu ulirejea. Walitakiwa kuweza kuondoka hospitalini, lakini wanaondoka hospitalini wanaenda wapi? Ili hali nyumba yao tayari ilikuwa imeungua. Nyumba yao tayari ilikuwa ni gofu lenye moshi mzito. Wanatoka hospitalini wanarejea wapi ili hali hawana makazi? Prince aligundua hilo kupitia jicho la mashaka na unyonge uliokuwa umewajaa. Na aibu ndani ya macho ya mzee Bastien ilionyesha kabisa hana sehemu ya kwenda. Na ndipo hapo Prince alipowasogelea wazazi wa Rovina na kisha akasema, baba pamoja na mama, wazee wangu, mimi najua mmegafirika sana na hili lililoweza kutokea. Muda huu wa usiku hamwezi kwenda popote, na kule nyumbani kwenu hakuna pa kukaa. Mimi wazazi wangu na waombeni sana, twendeni nyumbani kwangu walau mkapumzike tu kidogo. Madam dokta ameshatuthibitishia kwamba Rovina yuko salama, na kesho asubuhi mimi nitawaleta hapa hospitalini mapema ili mpate kumwona Rovina. Naam, msikilizaji, Prince alizungumza kwa sauti ya busara na yenye upendo. Prince aliondoa lile vazi la kiburi alilozoea kulivaa siku zote. Prince mara zote anapokuwa mbele ya wazazi wa Rovina huwa anawadharau,
anawakejeli kwa kiburi cha pesa. Lakini leo hii Prince alikuwa ni mpole, mnyenyekevu, mwenye heshima na kujali. Mzee Bastien kwanza alimtazama Prince. Hivi ndo Prince huyu wa siku zote ama mbona leo yuko tofauti? Mzee Bastien ambaye ni baba Rovina akamtazama na mkewe. Kulikuwa kuna vita ndani ya nafsi yake. Kiukweli baba Rovina anamchukia Prince kupita maelezo. Sasa baba Rovina akawa anawaza atarudije kwenye jumba lile alilofukuzwa na Prince kama mbwa. Atakubalije hisani ya mwanaume aliyemtesa binti yake? Baba Rovina alipomtazama mkewe aliyekuwa amechoka na nguo zao zilizokuwa zimejaa harufu ya moshi, aliona hana chaguo. Baba Rovina ilibidi tu awe mpole licha ya kwamba anamchukia sana Prince. Prince, nadhani wewe kijana unajua yaliyotokea kati yetu. Lakini baba, yaliyopita yamepita baba. Huu ni wakati wa utu babangu, na sio wakati wa ugomvi. Baba, sisi nyumba yetu ni kubwa, na Rovina yeye ni bado sehemu ya familia yangu, hata kama tumetofautiana, hata kama nilimpea talaka. Tafadhali baba, na waomba kwenye hili msinikatalie. Ombi langu hili kwenu ni la dharura, na istoshe babu yangu ni rafiki yako kwa miaka mingi. Hivyo sioni kama kuna shida hapo mzee wangu, naombeni niwapatie hifadhi nyumbani. Naam. Kwa unyonge na kukosa mbadala, mzee Bastien alitikisa kichwa kukubali ombi la Prince. Waliondoka hospitalini hapo na kuelekea Masaki. Walipofika walikuta familia nzima ya mzee Bacha bado ipo sebuleni, huku kila mmoja akionekana kuwa na shauku ya kutaka kujua nini kimetokea. Prince aliingia akiwaongoza wazazi wa Rovina. Alimuita msimamizi mkuu wa jumba na kutoa maagizo ya kwamba andaa vyumba viwili vya wageni ghorofa ya pili mara moja, na uhakikisha wanapata nguo safi na maji ya moto pamoja na chakula. Wakarimu wageni hawa kama unavyonikarimu mimi. Hawa ni wazazi wangu pia. Nadhani tumeelewana. Ndio boss, nimekuelewa. Prince alipotoa maagizo hayo na yakapokelewa. Wakati wazazi wa Rovina wakipelekwa ndani kwa heshima, Madam Tubi aliyekuwa amekaa sebuleni alisimama ghafla. Uso wake ulikuwa umekunjamana kwa hasira ya wazi wazi. Alisubiri mpaka wazazi wao hao watoweke koridoni, na kisha alimvamia Prince kwa maneno, akamwambia, hivi wewe Prince wewe? Hivi Prince wewe una akili kweli? Yaani akili zako ziko zote zinafanya kazi? Nakuuliza wewe Prince. Madam Tubi alifoka huku akimfuata Prince. Kwa nini umeileta ile familia ya kina Rovina hapa ndani? Tumefanya kila tuliwezalo. Tumepata kashfa, tumepata matusi ili kumuondoa Rovina hapa ndani. Sasa wewe unaleta tena ukoo wake hapa. Yaani ukoo wake mzima unauchukua unaleta tena hapa ndani. Hivi wewe Prince una akili kweli wewe? Kwa hiyo unataka kugeuza hili jumba ndio kuwa kambi ya wakimbizi ama nini? Hapo Prince alivua koti lake na kisha lilitupia kwenye sofa. Alimtazama shangazi yake, yani Madam Tubi, kwa jicho la uchovu lakini lenye msimamo, na kisha Prince akasema, shangazi, Rovina ni mtu muhimu sana kwetu kuliko vile ambavyo unafikiria shangazi. Na usisahau ya kwamba babu yangu ambaye ni baba yako mzee Bacha hajui kama mimi nimepeana talaka na Rovina. Yeye anachojua ni kwamba Rovina ni mke wangu, tena mke wangu mpendwa. Sasa wewe hilo linahusiana nini na hawa wazee walojama sisi? Linahusiana shangazi. Mimi kuwaleta wazazi wa Rovina hapa nyumbani ni fursa ya kipekee sana. Wao sasa hivi wanadaiwa fadhila na mimi.
Hii itakuwa ndo njia rahisi ya kumshawishi Rovina akubali kwenda kumwona babu yangu hospitalini, kwa sababu mimi nimewasaidia wazazi wake. Na Rovina akijua kwamba mimi ndiye niliyemwokoa kwenye ajali ya moto, Rovina akijua kwamba mimi ndo nimewaokoa wazazi wake na kuwapa hifadhi wakati wa shida, Rovina hawezi kuwa na moyo mgumu kiasi hiko. Kwa hiyo shangazi, hii ni mipango. Akili tu ndo inatumika hapa shangazi, ili kurainisha moyo wa Rovina. Usisahau ya kwamba mimi Rovina ananichukia, lakini kwa hiki ambacho nimekifanya Rovina atakuwa upande wangu. Ha. He. We Prince wewe, hata kama mimi ni mtu mzima Prince, nimeona mengi na ninajua mengi kuliko vile ambavyo unadhani. Labda nikwambie kitu kimoja Prince, hii mbinu yako bado haiwezi kumfanya yule Rovina akubali kwenda kumwona babu yako kirahisi kule hospitalini. Rovina sio mjinga. Rovina ataona kama huu ni mpango wako wa kumtega ili afanye vile ambavyo unataka. Rovina atakuona wewe ni mnafiki unaitumia janga lao kujinufaisha, yani kujipa manufaa kisaikolojia. Na huenda akili ya Rovina itaenda mbali zaidi, na sitoshangaa kumwona Rovina akisema ya kwamba wewe ndo umekwenda kuchoma moto nyumba yao ili uonekane wewe ni masihi kwa kuwasaidia. Naam, Prince aligeuka na kuanza kupanda ngazi, akizungumza bila hata kumtazama shangazi yake. Prince akasema, shangazi, mimi sitojali hilo, potelea pote. Sijali Rovina atanifikiria nini, mimi ninachokijali ni uhai wa babu yangu tu. Na kama kuwaleta wazazi wake hapa nyumbani kutampa babu tabasamu na kumwongezea siku za kuishi, basi nitafanya hivyo hata kama dunia nzima itaniona mimi ni mnafiki. Na shangazi, nikwambie tu kitu kimoja, kuanzia sasa hivi sitaki usumbufu wote dhidi ya wageni wangu. Nimemaliza. Naam, Madam Tubi alibaki amesimama pale sebleni. Alikuwa akiuma kucha zake kwa hasira. Prince baada ya kutoka sebleni, kabla ya kwenda chumbani kwake, aliamua kwanza kwenda chumbani kwa Faye. Alipofika mlangoni, aliusukuma mlango kwa nguvu bila hata ya kupiga hodi. Ndani, Faye alikuwa ameketi pembeni ya kitanda akijifanya kupitia baadhi ya majarida ya mitindo, lakini uso wake Faye ulikuwa na chembe za wasiwasi zilizokuwa zikijificha nyuma ya poda yake ya gharama. Faye alishtuka kumwona Prince akiingia katika hali ile, nguo zake zikiwa zina masizi, harufu ya moshi kimnuka, na macho yalikuwa ni mekundu ya kutisha. Faye akaanza kujishtukia kwa kusema, Prince, mbona unaingia namna hiyo? Unaingia bila hodi, unaingia na hasira, unanitisha bwana. Faye alisema hivyo huku akisimama, akijaribu kuonesha umamlaka wake. Prince hakupoteza muda, alimsogelea Faye mpaka usoni, pumzi yake ya hasira ikimshika Faye kwenye mashavu, na Prince akasema, nisikilize Faye, usicheze na mimi hata kidogo. Nyumba ya kina Rovina imeteketea kwa moto usiku huu wa leo. Ilibaki kidogo tu Rovina apoteze maisha. Sasa nakuomba uniambie, nataka uwe mkweli kabla sijafanya jambo ambalo sote tutalijutia. Unahusika na kuchoma moto nyumba ya kina Rovina, si ndio manake? Nakuuliza tena, unahusika na huu ushenzi? Msikilizaji, Faye kwanza alikunja uso, akajaribu kurudisha ukali. Unazungumzia nini Prince? Umeingia hapa ukiwa mchafu, unanuka moshi, alafu unanituhumu mimi kwa mambo ya kijinga namna hiyo? Prince, mimi ni mjamzito. Nina mtoto wako tumboni. Unadhani kwamba mimi na muda wa kwanza kuwasha viberiti huko mitaani? Na muda wa kwanza kuchoma nyumba za watu moto huko mitaani? Prince, wewe huna heshima Kwa wewe mashaka yako ni mimi kunishuku kwa mambo ya kitoto namna hiyo, si ndio? Wewe usinitolee ukali wa kipuuzi hapo, umenielewa Faye? Yaani usitake kunipanda kichwani Faye. Oho, wewe unijui wewe. Faye,
ninakujua vizuri. Ninakujua ndani na nje, nakujua in and out. Najua wivu wako. Najua una watu wa hovyo huko mtaani kwenu. Faye, nakuomba uniambie ukweli. Ni wewe ndiye uliyetuma watu kule Kinondoni, si ndio? Waende wakachome nyumba moto ya kina Rovina. Naam. Hapo ndipo bidada Faye alipoamua kubadilisha gia ya mapambano. Alijua ukali hautomsaidia mbele ya Prince aliyekuwa amevurugwa. Faye aliziba uso wake kwa mikono yake, alishusha mabega na kuanza kutoa sauti ya kwikwi za uchungu. Machozi Faye yalianza kumtiririka kama mvua ya msimu, yakichafua makeup yake ya thamani. Inatosha Prince. Prince, inatosha. Faye alizungumza huku akilia kwa hisia kali. Mwili wake wote ulikuwa ukimtetemeka. Nimefanya nini mimi mbele ya macho yako kiasi kwamba unichukulie mimi kama muuaji? Prince, kila kukicha unaniona mimi kama adui. Kila unachowaza ni Rovina, 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 Rovina. Unasahau kwamba mimi ndiye niliyebeba damu yako hapa tumboni. Prince, unasahau kwamba mimi ndiye niliyevumilia matusi ya shangazi yako na dharau za watu kisa niko na wewe. Prince, unanyanyasa. Rovina, Rovina, watu tumeona Novea kasoro Rovina. Unanyanyasa Prince. Alisogea karibu na Prince, alimshika shati lake lililokuwa limeungua na kuliweka kwenye tumbo lake. Unanichukulia mimi kama adui wakati mimi ndo mwanamke uliyemchagua baada ya kumwacha huyo Rovina wako. Leo unanituhumu mimi kuchoma moto nyumba kwa sababu tu mwanamke huyo amepata matatizo. Kweli Prince? Je, kama mimi ndo ningekuwa kwenye ule moto, ungehangaika hivi? Au ungetumia nafasi hiyo kusherehekea uhuru wako na Rovina? Unaniumiza Prince. Prince, unaniumiza. Mtoto wako asiye na hatia kwa kunipa msongo wa mawazo namna hii kwa tuma za uongo. Prince, mimi naumia mimi Prince. Kilio cha Faye kilikuwa kimejaa huzuni nzito, sauti ya unyonge iliyochanganyika na maumivu ya mwanamke anayejiona hapendwi. Prince ambaye moyoni mwake alikuwa na chembe ya huruma kwa damu yake iliyokuwa tumboni mwa Faye, alianza pale kulainika. Alimtazama Faye alivyokuwa akitetemeka, akahisi labda amepitiliza kumkaribia. Huenda wivu wa Faye ulikuwa ni mkubwa, lakini alishindwa kuamini kuwa Faye anaweza kufikia hatua ya kuchoma nyumba moto. Okay, sawa. Basi nyamaza, nimeshakuelewa, nyamaza. Prince alisema kwa sauti ya upole zaidi, akiondoa mikono yake kwenye mabega ya Faye. Labda nimekukosea, lakini hali ya kule ilikuwa ni mbaya, ambapo imepelekea nimeshindwa kujizuia. Pumzika sasa, usimuumize mtoto. Prince aligeuka na kutoka chumbani kwa unyonge, akajihisi ni mpumbavu kwa kumpandishia sauti mwanamke mjamzito bila ushahidi wa moja kwa moja. Naam, punde tu mlango ulipofungwa na sauti ya hatua za Prince kupotea koridoni, sura ya Faye ilibadilika ghafla. Machozi yalikata kama bomba lililozibwa na unyonge wote ulitoweka. Faye alifuta macho yake kwa hasira, alichukua simu yake kwa haraka, akatafuta namba ya rafiki yake Jena. Simu iliita mara 2 kabla kupokelewa. Jena, ni nini hiki kimetokea kule Kinondoni? Prince amerudi hapa akiwa kama mwenda wazimu, amesema nyumba imeteketea. Ni nyie ndo mmehusika kwenye hilo? Sauti ya Jena ilisikika ikiwa na wasiwasi kutokea upande wa pili ikisema, Faye, sikiliza. Mambo yameenda tofauti. Wale vijana niliofanya nao mpango walikuwa wamejipanga kumwagia Rovina tindikali akiwa anashuka kwenye gari, lakini walichelewa, wakakuta tayari ameshaingia ndani ya nyumba na milango imefungwa. Kwa hiyo Faye alifoka kwa sauti ya chini, akihakikisha hasikiki nje ya mlango. Kwa hiyo sasa wale vijana wakawa na hofu ya kwamba wakisubiri mpaka asubuhi wanaweza wakakamatwa. Basi mmoja wao kwa ujinga wake akapendekeza ya kwamba tupulize
mafuta ya taa na petroli dirishani kwenye chumba ambacho waliona mwanga ili kumtoa nje kwa lazima. Ndipo wamwagie hiyo tindikali. Lakini moto ulishika haraka sana kuliko vile walivyotegemea, na kabla hawajafanya jambo lao, nyumba ilianza kulipuka. Kwa walilazimika kukimbia kujiokoa wao wenyewe wasije wakaonekana. Kwa maelezo ya Jenna, Faye alihisi kama vile mishipa ya kichwa chake inataka kumpasuka. Hivi ni wajinga we? Mbona wanakuwa ni mazuzu wa makubwa? Jenna, hiko alichokifanya ni kama kumpa nguvu zaidi Rovina kwa Prince. Hivi unajua Prince amefanya nini? Ameingia katikati huo moto kumwokoa Rovina. Na sasa amewaleta wazazi wa Rovina hapa ndani kama wageni wa heshima. Badala ya kumharibu uso, mmegeuza kuwa sasa ndo Rovina anakwenda kuwa shujaa na kumfanya Prince ndo azidi kumjali. Hivi mna akili kweli? Faye, tunaomba radhi Faye. Hatukujua kama itakuwa hivi. Mpuzi wewe Jenna wewe. Okay. Huyo Rovina sasa hivi yuko wapi? Amekufa au mzima? Hapana. Rovina kwa sasa amezimia tu kwa moshi. Kalazwa hospitalini na taarifa zinasema hali yake inaendelea vizuri. Naam. Mpaka hapo Faye kwanza alikata simu kwa hasira bila hata ya kuaga. Akaibamiza simu juu ya kitanda cha manyoya. Alikuwa anatetemeka kwa ghadhabu Faye. Mpango wake wa kumfuta Rovina kwenye ramani ya urembo umeshindikana, na badala yake sasa Rovina ndo amekuwa kama sumaku inayomvuta Prince kurudi kwake. Rovina, hata ukizinduka hautokuwa na amani. Faye alinong'ona kwa sauti ya kikatili akitazama kioo chake. Kama moto haujakuchoma, basi mimi nitahakikisha na kumaliza kwa mikono yangu mimi mwenyewe huko hospitalini. Naam. Faye alijitupa kitandani. Akapanga sasa mipango mipya ya kwenda kumteketeza kabisa Rovina, huku akijua ya kwamba vita hii sasa imekuwa ni ya kufa ama kupona na hawezi kurudi nyuma kamwe. Ilipofika majira ya usiku wa manane, ndani ya hilo jumba kila mtu alikuwa amezama katika usingizi mzito isipokuwa Faye. Faye moyo wake ulikuwa ni kama ngoma inayopigwa kwa kasi. Chuki na hofu vilikuwa vikimtafuna ndani kwa ndani. Faye alijua fika ya kuwa uwepo wa wazazi wa Rovina ndani ya jumba lile na huruma ya Prince kwa Rovina ndo mwanzo wa anguko lake. Faye akajisemea, siwezi kusubiri mpaka asubuhi. Faye alinong'ona huku akijifunga mtandio mweusi kichwani. Akajiambia, Rovina akizinduka na kuanza kuongea na Prince, mimi nitakuwa matatani. Lazima nimalize kazi hii sasa hivi. Na hapo ndipo Faye alipotoka chumbani kwake kwa tahadhari kubwa. Alitembea kwa ncha za vidole kwenye korido ndefu. Faye alishuka ngazi bila kutoa sauti yoyote. Faye alikuwa anatembea kama ninja wa Kijapan, na alipofika getini alikutana na Juma. Juma ni mlinzi ambaye alikuwa ameshamnunua kwa ahadi za pesa tangu siku ya kwanza anayohamia pale. Kwa maana hiyo Juma alikuwa yuko upande wa Faye. Mlinzi Juma alifungua pale kishubaka kidogo cha mlango wa dharura na akamruhusu Faye atoke bila hata ya kumhoji. Gari dogo alilokuwa ameliita kwa siri lilikuwa limemngoja mita chache kutoka kwenye lango. Faye alipopanda kwenye gari hilo, moja kwa moja alielekea hospitalini alikokuwa amelazwa Rovina. Kila sekunde iliyopita, bidada Faye alihisi kama saa inakaribia kulipuka. Alipofika hospitalini, hakupita mapokezi ya kawaida. Alijua mianya yote ya ulinzi kwa sababu ya mshirika wake mwingine aliyefahamika kwa jina la Grayson. Grayson alikuwa ni kijana wa usalama kwenye hospitali hiyo ambaye Faye alikuwa amemsaidia kwa siri kumsafirisha mama yake kwenda India kwa matibabu ya moyo miezi michache iliyopita. Grayson alikuwa anajiona na deni kubwa kwa Faye kutokana na msaada aliyompa. Basi bwana, Faye aliingia kwenye chumba kidogo cha ulinzi, akamkuta Grayson akiwa yuko peke yake. Faye akasema, "Grayson, sina muda wa kupoteza." Faye alisema kwa sauti ya amri,
nataka unisaidie jambo moja la mwisho. Kuna mgonjwa kaleta hapa usiku huu, yupo kwenye wodi maalum. Grayson alishtuka kumwona Faye saa 8 za usiku katika hali ile. Grayson akasema, we Faye, wewe unamaanisha Rovina Bastieni, yule aliyotolewa kwenye ajali ya moto? Huyo namtaka huyo. Faye alijibu huku akiegama kwenye meza ya kompyuta. Nisikilize Grayson, nataka kwenda kumwona Rovina. Nataka uzime mfumo wote wa ulinzi, kuanzia kamera mpaka sensa za milango. Sitaki kuonekana kwenye rekodi yoyote ya kwamba mimi nilifika kwenye hospitali usiku. Grayson alinyanyuka kwenye kiti chake, macho yalimtoka kwa mshangao na hofu. Faye, unataka nizime mifumo ya hospitalini? Hivi Faye, unajua kweli unachoniomba kweli? Hiyo ni hatari sana. Ni hatari pia kwa kibarua changu na usalama wa wagonjwa wengine. Faye, kwani unataka nifanye hivyo? Kwani unataka nizime mitambo yote ya usalama hapo hospitalini? Naam, hapo ndipo Faye akamsogelea Grayson na akamshika mkono kwa nguvu kwa kumwambia, sikiliza Grayson, ni muhimu sana. Inatakiwa niingie huko ndani, na kama nikifanikisha azma yangu ya kuongea naye faragha huyo Rovina, nitabadilisha maisha yako zaidi ya hapa ulipo sasa. Nitahakikisha unakuwa una hela, nitakupa kiasi cha pesa ambacho hutokiamini. Lakini usiponisaidia Grayson, kumbuka siri zote za jinsi mama yako alivyopata matibabu nitaziweka wazi na sote tutaangamia. Grayson alikuwa na maswali mengi, akihisi kuna harufu ya uovu. Lakini Faye, kwa nini unataka kuingia kwa siri namna hii? Kama unataka kumwona si uje asubuhi. Faye alishusha pumzi, akatoa uongo wa papo hapo uliokuwa na hisia za huzuni. Nisikilize Grayson, mimi natamani kuja hata asubuhi, lakini mpenzi wangu Prince amenizuia kabisa kuja hapa hospitalini. Anasema kwamba mimi nina wivu na sitakiwi kumkaribia Rovina. Lakini mimi roho inaniuma. Nataka kumjulia hali mwanamke aliyekuwa mke wa mume wangu. Nataka kumaliza tofauti zetu akiwa bado hajazinduka vizuri. Tafadhali Grayson, bwana, mimi na dakika chache tu kabla Prince hajashtuka. Nimetoroka nyumbani fasta, nisaidie nikamwone Rovina. Naam. Kwa kuamini uongo huo wa Faye na kwa kuhofia kupoteza fadhila za Faye, kijana huyu Grayson alitingisha kichwa kwa kusema, sawa, nitazima mfumo kwa dakika 5 tu na baada ya hapo nitauwasha tena. Kwa hiyo fanya haraka Faye, maisha yangu yapo mikononi mwako. Msikilizaji, Faye hakusubiri neno lingine. Alichomoka na kuelekea wodini kwa Rovina kama kivuli. Hospitali ilikuwa imetulia huku manesi wachache wakionekana kuwa na uchovu. Kwa msaada wa Grayson, aliweza kupita kwenye milango ya kielektroniki bila hata kutoa mlio wowote. Naam, alifungua mlango wa chumba cha Rovina pole kabisa, na ndipo Faye alipoingia humo ndani. Mwangaza hafifu wa blue ulikuwa ukiangaza chumba kile. Rovina alikuwa amelala kitandani akiwa amezungukwa na mashine za oxygen, uso wake ukiwa na mikwaruzo midogo ya moto. Faye alisimama pembeni ya kitanda cha Rovina, akimtazama Rovina kwa macho ya kikatili, macho yaliyojaa chuki ya asili. Rovina, umeshinda kifo kwenye moto, lakini hapo utotoka, lazima nikumalize. Naam, Faye alinong'ona kwa sauti ya kishetani. Kwa haraka na bila huruma, Faye alichukua mto uliokuwa upo kwenye kiti cha pembeni, aliweka juu ya uso wa Rovina, akaugandamiza kwa nguvu zake zote. Rovina ambaye alikuwa yuko nusu fahamu, alianza kuweweseka na kutapatapa. Mikono yake ilijaribu kushika mashuka akitafuta hewa kwa shida. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi kwenye mashine, ikitoa sauti ya hatari iliyokuwa ikiongezeka kasi. Faye alizidi kukaza meno yake kumgandamiza Rovina. Shinikizo likaongezeka, lakini ghafla alisikia sauti ya vishindo vya viatu koridoni na sauti ya nesi akiongea kwa simu ikielekea upande huo huo.
Nesi huyo alisikika akisema, "Ndiyo, naenda kumwangalia mgonjwa wa chumba namba 7 sasa hivi." Sasa Faye aliposikia kauli ya nesi, moyo ulianza kumpiga. Alijua akionekana hapo maisha yake yamekwisha, na ndipo haraka sana Faye aliachia ule mto na kujitumbukiza chini ya uvungu mwa kitanda cha Rovina. Alibana pumzi yake kiasi cha kuhisi mapafu yanataka kupasuka. Kweli, nesi aliingia ndani akamkuta Rovina akiwa anaweweseka kwa nguvu, akijaribu kuvuta hewa kwa tabu, huku mto ukiwa umeanguka pembeni ya kichwa chake. Yule nesi alishtuka, "Mungu wangu, mgonjwa amepata shida ya kupumua." Nesi alipiga yowe na kubofya kengele ya dharura. Ndani ya sekunde chache, madaktari wawili na mkuu wa ulinzi wa zamu walifika chumbani hapo. Wakauliza, "Kuna nini kimetokea?" Daktari mmoja aliuliza huku akimkagua Rovina mapigo ya moyo. Mkuu wa ulinzi ambaye alikuwa amebeba redio alisikika akisema, "Mifumo ya ulinzi imezima ghafla. Kamera za koridor hii hazifanyi kazi. Kuna kitu hapa hakiko sawa. Kagueni kila pembe ya chumba hiki mara moja." Lo! Mlinzi huyo aliposema hivyo, Faye akiwa yuko chini ya kitanda alihisi jasho la ubaridi likimtiririka. Aliona miguu ya mkuu wa ulinzi ikisogea karibu na kitanda. Hofu ilimtandika, akijua ya kuwa akichungulia tu chini huyu mlinzi atakuwa yeye amekwisha. Alifumba macho yake na kuanza kuomba kwa namna ambavyo hajawahi kufanya maishani mwake. Daktari alisikika akisema, "Hali yake mgonjwa imetengamaa. Inaonekana alikuwa anapata ndoto mbaya iliyomfanya kose hewa kwa muda." Daktari alisema baada ya kurekebisha mashine ya oxygen. Lakini mkuu wa ulinzi aliangaza tochi yake chini ya kabati la dawa, lakini hakupata muda wa kuweza kuchungulia chini ya kitanda cha mgonjwa kwa sababu redio yake iliita tena. Redio yake ilisikika ikisema, "Fande, mfumo umerudi na Grayson amesema ilikuwa ni hitilafu ya umeme." Mkuu huyu wa ulinzi akasema, "Sawa, hakikisheni mnalinda mlango huu masaa 24. Mkuu wa ulinzi aliamuru hivyo huku akitoka nje pamoja na madaktari. Faye alisubiri kwa dakika nyingine 3 mpaka alipohakikisha chumba kimetulia na nesi amekaa kwenye dawati lake nje. Ndipo Faye alipotambaa polepole kutoka chini ya kitanda akihisi maumivu ya misuli. Alimtazama Rovina kwa mara ya mwisho. Safari hii Faye akiwa na hofu, alijua kwamba ameshindwa. Nafasi ya pili haitokuja tena kirahisi. Alitoka chumbani hapo kwa kutumia mlango wa dharura, mlango wa nyuma ambao Grayson alikuwa ameuacha wazi kwa ajili yake. Alikimbia Faye mpaka nje hospitalini, mapafu yake yakivuta hewa ya usiku kwa pupa. Hakurudi kuonana na Grayson. Alijua Grayson atakuwa na maswali mengi ambayo asingeweza kuyajibu. Faye alichukua taksi nyingine na kurudi Masaki. Alipoingia ndani la jumba la mzee Bacha kupitia kwa Juma mlinzi, alihisi mwili wake umechoka kiasi cha kutaka kuanguka. Faye alijitupa kitandani mwake huku akitetemeka kwa hasira na hofu. Mpango wake wa kumfuta Rovina kwa mara nyingine tena ulikuwa umefeli. Hivyo Rovina, una roho 7 kama paka ama? Mbona kila nikipanga nikuue nashindwa? Faye alinong'ona kwa chuki huku akivuta shuka. Lakini hii vita bado haijaisha. Kama hukuuawa na moto wala hukuuawa na mto, nitatafuta njia nyingine ya kukuzika kabla hujawa mkosi kwangu. Naam. Faye akiwa bado anatetemeka, kifua chake kikishuka na kupanda kwa kasi, huku akivua ile dira nyeusi aliyokuwa ameivaa hospitalini. Ghafla, sauti nzito na kavu ya mwanaume ilipasua ukimya, ikitokea ndani ya kabati lake kubwa la nguo. Tatizo lako unatumia mihemuko kuliko akili. Hilo ndilo litakaloweza kuangamiza ndoto zako za kishua. Hey! Faye alishtuka kiasi cha kutaka kupiga yowe. Aligeuka haraka na kurudi nyuma mpaka kagonga meza ya kioo. Mlango wa kabati ulifunguka polepole na mwanaume mmoja mrefu mwenye sura iliyokunjamana kwa maumivu na chuki alijitokeza. Msikilizaji, mtu huyo hakuwa mwingine bali alikuwa ni Dennis. Ni mpenzi wake aliyemtolea mpaka mahali, lakini bado anaishia kumsaliti na Prince. Mkono wake wa kushoto, huyu jamaa kuitwa Dennis,
ulikuwa umefungwa hogo, yani POP, kutokana na mshtuko wa mfupa aliokuwa ameupata mara baada ya kusukumwa na Faye gorofani. Dennis, Faye alinong'ona huku sauti kimkwama kooni. Dennis, umefikaje hapa? Na unafanya nini chumbani kwangu usiku huu wa manane? Unajua ulinzi uliopo hapa? Dennis aliacha kicheko kifupi cha dharau, akasogea pale kidogo. Alimtazama Faye kuanzia miguuni mpaka kichwani, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hamu na ghadhabu. Unazungumzia ulinzi? Unadhani kwamba mimi ni mgeni na mbinu za kuingia majumbani, au sio? Hebu tazama huu mkono wangu. Faye, tazama vizuri. Kila siku iendayo kwa Mungu, huu mkono wangu unaugulia maumivu. Maumivu ambayo wewe mwanamke niliyekupenda kuliko uhai wangu ndo ulinisababishia mimi kupata maumivu ya huu mkono. Hapo Denisi alipiga hatua moja mbele, akimfanya Faye azidi kurudi nyuma. Nisikilize Faye. Ulianza na moyo wangu kwa kunisaliti na huyu fala wako wa kuitwa Prince. Ukadhani kwamba mimi sifai kwa sababu yeye ana mabilioni ya kurithi, au sio? Alafu kisha ukaona unimalizie kabisa kwa kunisukuma gorofani kule hotelini. Ulidhani kwamba nitakufa eh? Ulidhani nitakuwa niko historia tu kwenye maisha yako. Denisi, mimi hukupaswa lakini kuja hapa. Lakini kama bado haitoshi, bila kujali hata mahali yangu niliyoitoa kwenu kwa dhiki na jasho, bado kamwambia hawara yako aje kunilipa fidia ili ninyamaze, sivyo ili niwaache mle maisha yenu ya kifahari juu ya damu yangu. Unadhani mimi ni mjinga kiasi hiko Faye? Sasa Denisi, kama hujakubali, kwa nini ulipokea zile pesa? Kwa nini ulisaini karatasi za kuifuta kesi na ukachukua pesa za Prince? Hizo pesa kwangu sio chochote. Nilizichukua kwa sababu ni haki yangu baada ya kunilemaza, lakini hazijanunua utu wangu wala sijafuta kumbukumbu za usaliti wako. Sikiliza Faye, nikwambie, nilikutolea kila kitu. Nilikutoa kule kijijini kwenu Singida vijijini ukiwa huna hata viatu vya maana, nikakuleta mjini, nikakufunza maisha, nikakulinda kama mboni ya jicho langu. Leo hii unaniona mimi sifai kisa umempata huyu kijana Prince anayetamba na utajiri wa babu yake. Yaani unafikia hatua ya kubeba mimba ya mwanaume mwingine wakati mimi ndo mume wako mtarajiwa. Sikiliza Denisi, huko kunisaidia ilikuwa ni uamuzi wako. Mimi sijawahi kukuomba unilete mjini na wala sijawahi kukuambia kama mimi nakupenda. Nilikuwa na wewe kwa sababu sikuwa na namna. Sasa hivi niko hapa, niko Masaki na nimebeba mrithi wa himaya ya Bacha. Huwezi mimi kunilinganisha na maisha haya na yale ya chumba kimoja uliokuwa unanipatia. Kwa hadi leo bado unadanganya moyo wako, sio manake? Nakuuliza wewe Faye. Naam. Mpaka hapo Denise alimshika bega kwa mkono wake wa kulia uliokuwa na nguvu. Nisikilize Faye. Mimi siwezi kukuacha. Hata kama una mimba ya Prince, mimi nipo tayari kuishi na wewe hivyo hivyo na nitamlea huyo mtoto kama wa kwangu, lakini hapa umepotea. Unajua Prince ni mwanaume wa namna gani? Atakutumia na atakuacha kama alivyomwacha Rovina. Haiwezekani hilo Dennis. Ondoka. Faye alijaribu kumsukuma Dennis. Nisikilize Faye. Sasa hivi mimi nina pesa. Japo sio pesa nyingi kumfikia huyo Prince ambaye karithi utajiri wa babu yake, lakini nina mamilioni niliyoyatafuta kwa jasho na damu yangu mimi mwenyewe. Nimerudi kuweza kukuchukua. Iwe kwa hiari au kwa nguvu, ni lazima nikuchukue. Naam. Wakiwa bado wanazozana, Faye
pamoja na mpenzi wake huyu Dennis, ambapo Faye anamchukulia Dennis kama ex wake, lakini Dennis anamchukulia Faye kama mwanamke wake na hawezi kumwacha. Sasa wakiwa bado wanazozana, ghafla bwana, kitasa cha mlango kikavutwa kwa nguvu kutokea nje. Sauti hiyo ilimfanya Faye ahisi moyo wake unapasuka. Dennis, kuna mtu anakuja. Faye ilibidi amtulize Dennis, na kwa haraka kama umeme Dennis alijibanza nyuma ya mlango mkuu wa chumba hicho, akitumia giza la kona ile kujificha. Mlango kweli ulifunguka, na hapo ndipo shangazi yake na Prince ambaye ni Madam Tubi aliingia humo ndani akiwa amevaa gauni lake mwenyewe la kulalia, gauni la hariri. Macho yake yalikuwa yakikagua kila kona ya chumba kwa jicho la mashaka. Faye, wewe mbona hujalala mpaka sasa hivi usiku? Unajaribu kufanya kitu gani wewe? Madam Tubi aliuliza, sauti yake ikiwa ina tuhuma nzito. Alihisi harufu ya ugeni, lakini hakuweza kubainisha ni nini. Faye alijaribu kuweka sauti yake sawa, akajegemeza kwenye kitanda. Nikuuliza wewe hilo, Madam Tubi, unafanya nini chumbani kwangu usiku huu wa manane? Au ndo unatafuta siri nyingine za kuniziba mdomo eti? Madam Tubi alikaza macho, alipiga hatua kuelekea katikati ya chumba na kisha akasema, sikiliza we binti, sijui umepata wapi yale madai ulioyatoa mchana kuhusu kifo cha kakangu, lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Kama unapanga kutumia hilo kama silaha dhidi yangu, atakayeangamia hapa ni wewe. Mimi mwenzako nina mizizi mirefu kwenye nyumba hii kuliko vile unavyodhania. Na kushauri tu, ni vema tukaunda ushirika kuliko kuanzisha vita ambayo huwezi kuishinda. Maneno ya Madam Tubi yalimfanya Faye kwanza tabasamu kidogo, akijua Dennis yupo nyuma ya mlango na anaweza kusikia kila kitu. Madam Tubi, mimi wala sihitaji vita na wewe. Sawa Madam Tubi, na ndo maana siri hiyo nimeficha moyoni mwangu mpaka sasa. Shida yangu mimi ni moja tu, Rovina. Kama wazazi wake wako hapa ndani sasa hivi, nini kitafuata Rovina kitoka hospitalini? Prince anaonekana bado ana chembe za mapenzi kwa Rovina. Nisikilize Faye, wewe hilo lisikupe shaka yoyote. Rovina hatokuja hapa ndani, hatorudi humu ndani kama mke wala kama mgeni, na nitahakikisha wazazi wake wanaondoka asubuhi, na yeye akitoka hospitalini hatakuwa na pa kuelekea isipokuwa mbali na Prince. Mimi nina mbinu zangu nimeziandaa. Kinachotakiwa Faye, mimi na wewe tushirikiane. Kama ikiwa hivyo kweli, itakuwa safi. Mimi na wewe kuanzia sasa ni washirika, na ninakuahidi nitakulinda kwa siri yako, na wewe unilinde kwa nafasi yangu kwa Prince. Madam Tubi alitikisa kichwa na kisha aligeuka na kutoka chumbani humo bila kusema neno lingine, akidhani amemnyamazisha adui yake. Mara tu mlango ulipofungwa, Dennis alichomoka nyuma ya mlango, uso wake ukiwa na tabasamu la kikatili. Alisogea mbele ya Faye, akamtazama kwa namna iliyomfanya Faye jihisi yuko utupu kabisa. Nisikilize Faye, umeona maisha unayoyapigania, maisha ya ushirika na ya wauaji na watu wenye siri nzito, ndo maisha ambayo unayapigania, au sio Faye? Faye, hebu fikiria mara mbili. Faye, uje kwangu kwa hiari yako ama nifanye ninavyojua mimi. Natumaini unajua mimi ni mtu wa namna gani nikiamua jambo langu. Faye, mimi bado nakupenda, alafu mimi bado ni mpenzi wako, mimi ni mwanaume wako. Usilisahau hilo. Hapo Dennis alielekea dirishani, akalifungua kwa ustadi mkubwa licha ya mkono wake mmoja kuwa kwenye hogo. Aligeuka mara ya mwisho na kisha akamwambia Faye, nisikilize Faye, nakupa muda kidogo tu utafakari, lakini kumbuka mimi ndiye pekee ninayekujua Faye wa kweli, na sio huyu Princess wa bandia unayeigiza hapa. Mimi ndo nakujua wewe ndani nje.
Sasa ni bora ukakubali kurudi kwa hiari yako kwenye maisha yangu kuliko nikafanya maamuzi ambayo yatakugharimu. Naam, kwa uwepesi wa paka, Dennis alitoka nje kupitia dirishani na kutoweka kwenye giza la usiku. Faye alibaki amesimama peke yake katikati ya chumba, akihisi dunia yake ikizunguka. Upande mmoja kulikuwa kuna Madam Tubi na siri za mauaji. Upande mwingine kulikuwa kuna Dennis mwenye kisasi na mapenzi ya kifo. Faye alijikuta akisema, Mungu wangu, nimeingia kwenye mtego gani mimi? Faye alinong'ona, akajitupa kitandani huku akishika tumbo lake ambalo sasa lilikuwa limebeba hatima ya watu wengi. Naam, asubuhi ya siku iliyofuatia ilichomoza kwa rangi ya kijivu juu ya anga la Dar es Salaam, huku jua likijivuta kutoka baharini kana kwamba nalo lilikuwa lina uzito wa matukio ya usiku uliopita. Ndani ya jumba la Mzee Bacha, kijana Prince hakuwa amepata usingizi wa maana. Macho yake yalikuwa na uwekundu na akili yake ilikuwa imezama kwenye lindi la maswali yasiyokuwa na majibu. Hata hivyo, Prince alijikaza. Alikwenda kuwafuata Mzee Bastiani na mkewe ambao walikuwa wamejiandaa kwa unyonge, nyuso zao zikiwa zimebeba chapa ya huzuni ya kupoteza kila kitu. Prince akasema, Baba, Mama, tujiandae. Gari lipo tayari kuelekea hospitalini kumwona Rovina. Naam, Prince alisema kwa sauti tulivu, akijitahidi kuficha dhoruba iliyokuwa iko ndani ya moyo wake mara baada ya kukutana na Madam Tubi usiku. Safari ya kuelekea hospitalini ilikuwa ni ya kimya kimya. Mzee Bastiani alikuwa akitazama nje ya dirisha la gari la Prince, akiona majumba yakipita, lakini akili yake iliona majivu ya nyumba yake kule Kinondoni. Walipofika hospitalini, walikuta ulinzi umeimarishwa maradufu. Polisi wawili walikuwa wamesimama nje ya wodi ya Rovina, jambo ambalo lilimshtua Prince, lakini hakusema neno. Walipoingia ndani ya wodi, walimkuta Rovina akiwa amekaa nusu kitandani. Rangi ya uso wake ilikuwa imeanza kurudi na nuru ya uhai ilionekana machoni pake. Alikuwa akizungumza na nesi mmoja, lakini tu mara mlango ulipofunguka na Rovina alipomwona Prince akiwa mbele yake huku wazazi wake wakiwa wako nyuma yake, tabasamu lile dogo likayeyuka kama barafu kwenye moto. Nuru yote ya Rovina na matumaini yakatoweka. Badala yake kiza cha chuki kikatawala usoni mwake Rovina. Rovina alibaki kusema, wewe. Rovina alinong'ona, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa dharau na hofu. Prince, unafanya nini hapa? Nani amekupa ruhusa kuingia kwenye chumba changu? Prince alipiga hatua moja mbele akijaribu kuonesha upole. Rovina, nimekuja na wazazi wako. Tulikuwa tuna wasiwasi sana juu ya hali yako. Prince, hebu ondoka. Rovina alipiga kelele akijaribu kunyanyuka kitandani licha ya maumivu. Sihitaji kukuona Prince. Sitaki kuona sura yako. Nesi, mwambie huyu mwanaume atoke nje sasa hivi. Amekuja hapa kufanya nini? Prince alisimama tuli akihisi maumivu ya maneno yale moyoni mwake. Prince alielewa ya kuwa Rovina hayuko sawa kisaikolojia kutokana na mshtuko wa moto na moshi aliovuta. Rovina, tafadhali nakuomba utulie. Mimi ndiye niliyepata taarifa. Toka nje bwana, Prince. Rovina alizidi kufoka, machozi ya hasira yalikuwa yakimtoka. Usiigize wema mbele ya wazazi wangu. Sihitaji msaada wako. Sitaki huruma yako na sitaki kukuona hata kwenye ndoto zangu. Mama Rovina alimkimbilia binti yake, alimshika mabega akijaribu kumtuliza. Mwanangu, nakuomba utulie. Huyu Prince ndiye aliyekusaidia mwanangu.
ndiye aliyekuokoa kwenye ajali ya moto, wakati sisi sote tumekata tamaa kuhusiana na wewe. Na kuomba mwanangu, usitamke maneno hayo mbele ya Prince. Naam, Prince alipoona hali ya Rovina inazidi kuwa mbaya na anaanza kupata shinikizo la damu, alitikisa kichwa kwa unyonge kwa kusema, sawa, acha mimi nitoke nje kwanza ili apate utulivu. Atakapokuwa sawa, nitazungumza na Rovina. Kweli, Prince alitoka nje ya wodi huku akiwa ameinamisha kichwa. Aliegama kwenye ukuta wa korido, alivuta pumzi ndefu. Prince moyoni alikuwa anajiuliza, kwa nini Rovina anamchukia vile? Lakini hakupata majibu. Wakati huo kule ndani ya wodi, Rovina alikuwa bado anatetemeka. Mama, hamjui tu. Mama, huyu Prince ni mshenzi zaidi ya washenzi. Na huu mchezo bila shaka ni yeye ndo ameucheza. Na atakuwa ameucheza kwanza kwa kunifukuzisha kwanza mikazi, na kisha kaja kuchoma na nyumba yetu moto, ili tu tudhalilike hapa mjini. Mama, tumtegemee yeye. Mzee Bastien alishika mkono wa binti yake. Sauti yake ilikuwa na uzito kwa kusema, nisikilize mwanangu Rovina. Hata mimi pia simpendi yule kijana Prince kama vile ambavyo unamchukia. Tena huenda mimi ni zaidi yako. Lakini jana nilimwona kwa macho yangu huyu kijana. Aliingia kwenye ule moto wakati maafisa wa zimamoto wamegoma kuingia. Na huyu kijana alitoka kwenye ule moto akiwa ameungua mikono pamoja na uso umejaa masizi, akiwa amekubeba wewe. Huyu kijana kama angetaka we ufe, asingeingia ndani ya ule moto. Naam, hapo Rovina alicheka kwa uchungu, kicheko cha kukata tamaa kabisa. Baba, hiyo ndio mbinu ya watu wenye pesa baba. Wanatengeneza tatizo alafu wanakuja na suluhisho ili waonekane wao ni mashujaa. Wako hivyo kama wanasiasa tu. Wanatengeneza tatizo, baadaye wanakuja wanalitatua wao wenyewe ili waonekane kwamba wanawapenda wananchi wao. Prince hataki mimi nife. Prince lengo lake ni mimi niteseke na sio kufa. Niteseke nikiwa niko hai, nikimhitaji yeye. Namchukia Prince. Baba, namchukia. Namchukia kuliko kifo chenyewe. Naam, wazazi wake walijitahidi sana kumtuliza, wakimweleza ya kuwa kwa sasa hawana pa kwenda na wamepata hifadhi kwa Prince. Rovina alishtuka kusikia wazazi wake wapo Masaki nyumbani kwa kina Prince. Yaani wazazi wangu mmekubali kwenda kwa kina Prince? Mmekubali kuingia kwenye mtego wa adui yetu namba 1? Baada ya mvutano mrefu na kwa sababu ya uchovu wa mwili, Rovina alinyamaza kimya, akitazama dari, huku moyo wake ukipanga kisasi dhidi ya Prince, akiamini kabisa ya kuwa mume wake huyo wa zamani ndiye muuaji wa ndoto zake. Wakati huo huo, nje ya wodi, Deo, msaidizi wa Prince, alikuwa amefika akitokea eneo la tukio Kinondoni. Alimkuta Prince akiwa ameketi kwenye benchi la hospitalini, akiwa na hasira iliyojawa na huzuni ndani yake. Deo akaanza kwa kusema, "Bosi." Deo alinong'ona huku akimsogelea Prince, na Prince alinyanyua kichwa kumsikiliza Deo. "Bwana bosi." Niambie, ripoti ya huko Kinondoni inasemaje?" "Bwana bosi, hali ni mbaya. Nyumba ya kina Rovina imeteketea yote kwa moto. Hakuna kilichosalia zaidi ya kuta tu chache. Lakini bosi, kuna jambo lingine. Ripoti ya awali ya polisi na zimamoto inaonyesha kwamba moto ule haukutokana na itilafu ya umeme wala jiko la gesi. Kwa hiyo inasemekana moto uliwashwa kwa makusudi kutokea nje kupitia madirisha ya chini. Na kuna mabaki ya vitambaa vilivyolowekwa petroli yamepatikana kwenye kichaka cha pembeni ya nyumba. Boss, hii inamaanisha kuna mtu alitaka kuangamiza ile familia kwa makusudi kabisa."
inaonekana huu mchezo kuna mtu kaucheza. Hapo Prince alisimama ghafla, mikono yake ilikuwa imekunjwa ngumi. Hasira ilianza kumchemka upya. Alikumbuka kile kibao cha Rovina ofisini, akakumbuka na wivu wa Faye. Prince akasema, nisikilize Deo. Tena nisikilize kwa makini sana. Nataka ufuatilie hili jambo mpaka mwisho. Deo, tumia akili zako zote, tumia kila njia, tumia kila pesa, tumia kila ujasusi wako wote. Nataka ujue ni nani aliyehusika kuchoma moto nyumba ya kina Rovina, na nataka majina yao niyapate haraka iwezekanavyo. Na kama polisi wanahitaji motisha ya kufanya kazi kwa kasi, wapatie pesa. Nadhani tumeelewana Deo. Ndio boss, ndio nimekuelewa. Alafu pia jambo la pili Deo, anza utaratibu wa kutafuta wakandarasi walio bora. Nataka nyumba ya kina Rovina ijengwe upya kuanzia msingi mpaka paa, ifanane na ile ya zamani, lakini hii mpya nataka iwe bora zaidi, yenye ulinzi wa kisasa. Gharama yoyote itakayotumika mimi nitagharamikia. Sitaki wazazi wake wajisikie wakimbizi kwa muda mrefu. Bosi, mbona hiyo itachukua pesa nyingi? Alafu bado Madam Rovina unajua anakuchukia. Unadhani atakubali? Au bosi unadhani ni sahihi kufanya hivyo? Nisikilize Deo. Sifanyi hivi ili Rovina anipende. Unanielewa? Nafanya hivi kwa sababu ni wajibu wangu kumlinda mwanamke niliyewahi kumpa ahadi ya maisha, hata kama ahadi hiyo imevunjika. Alafu pia nataka aliyewasha ule moto ajue ya kwamba hawezi kushinda nguvu ya Bacha. Kwa ninachokitaka, jenga nyumba ile kwa siri. Sitaki ijulikane mpaka pale itakapoweza kuisha. Naam. Prince aligeuka na kuanza kutembea kuelekea kwenye mlango kutokea hospitalini. Alijua kwamba vita sasa ndio imehama kutoka kwenye kuta za nyumba yake na kwenda kwenye mitaa ya jiji. Alikuwa tayari kupambana na kila mtu ili kuhakikisha usalama wa Rovina na heshima ya jina lake pia. Naam. Baada ya saa 3 za ukimya mzito ndani ya wodi, ambapo Rovina alikuwa amezama kwenye dimbwi la mawazo akitafakari hatima ya maisha yake na wazazi wake, mlango ulifunguliwa kwa kishindo kidogo, na hapo ndipo Stewart aliingia akiwa amevalia suti yake ya kijivu. Uso wake Stewart ukiwa umechanua tabasamu pana ambalo lilileta nuru ya ghafla ndani ya kile chumba chenye harufu ya dawa. Stewart mkononi alikuwa ameshikilia faili jeusi la ngozi kana kwamba amebeba hazina ya siri. Pole sana Rovina. Pole wazee wangu, poleni sana. Stewart alianza kwa sauti iliyojaa uchangamfu, akisogea karibu na kitanda cha Rovina. Rovina, nimekuwa mbio tangu asubuhi nikitafuta namna ya kukutoa kwenye hili giza. Rovina rafiki yangu, nina habari njema. Habari hiyo itafuta machozi yenu yote usiku wa leo. Naam, Rovina alijinyosha hivi kidogo. Alimtazama Stewart kwa jicho la shauku na kisha akamwambia Stewart, habari gani unataka kuniambia? Unajua fika hali yetu. Nyumba yetu imeteketea kwa moto. Sina kazi. Sielewi hata nitaanzia wapi. Stewart alicheka kidogo na kuliweka lile faili jeusi juu ya miguu ya Rovina. Rovina, na ndio maana niko hapa. Kumbuka nilikwambia kuwa taaluma yako ya biashara na rekodi yako ya ualimu chuo kikuu ni kama vile lulu. Stewart, unataka kusema nini? Rovina, kuna kampuni mpya ya uwekezaji inaitwa Bacha Trust. Ni kampuni kubwa yenye mizizi nje ya nchi, na wamefungua tawi hapa nchini kusimamia miradi mikubwa ya kimkakati. What? Umesema Bacha?
Yes. Usijali kuhusu jina. Unajua majina ya biashara huwa yanashabiana. Lakini hii kampuni haina uhusiano na hawa watu na wewe unaojua. Walikuwa wanatafuta mshauri mkuu wa mikakati ya uendeshaji. Nilipoliona tangazo lao, nilitumia kila connection nilionayo. Nikawapelekea wasifu wako na nikawaambia kwamba wewe ndiye mtaaluma pekee nchini unaweza kusimamia kampuni yao. Stewart, go direct to the point. Unamaanisha kwamba nimepata kazi? Rovina, sio kazi tu. Mkataba huu hapa ni wa kipekee. Ukisaini tu hapa, kampuni inakupa nyumba ya kuishi kule Mbezi Beach. Nyumba ya kisasa kabisa na yenye ulinzi. Unapewa gari jipya la kampuni kwa ajili ya safari zako. Na pia kuna kifurushi kikubwa cha pesa kwa ajili ya matibabu na mahitaji ya haraka ya wazazi wako. Wamekubali kukulipa signing bonus ya kufunika hasara zote mlizozipata kwenye ajali ya moto. Aise, Mungu ni mwema aise. Stewart, umekuwa malaika wetu kijana. Hakika binti yangu hakukosea kuwa na rafiki kama wewe. Msikilizaji, hata mzee Bastieni mwenyewe alinyanyua mkono juu kwa furaha mno. Rovina alihisi kama ndoto. Kwanza alimtazama Stewart, rafiki yake wa karibu tangu chuo, mwanaume aliyemjua kwa uaminifu. Hakuwa na sababu ya kumtilia mashaka. Alifungua lile faili. Ndani kulikuwa kuna karatasi nyingi zenye michoro ya kisheria na vifungu vingi. Kwa kawaida Rovina alikuwa ni mtu makini, lakini mshtuko wa moto, hofu ya wazazi wake kuwa wakimbizi na shinikizo la kutaka kuondoka kwenye himaya ya Prince kulimfanya apoteze umakini wake wa kawaida. Rovina hakuhitaji kusoma zile nyaraka. Hakuhitaji kusoma kila neno kwa usahihi. Na Stewart alimwambia, Rovina, unajua haya makampuni makubwa ya nje jinsi yalivyo na maneno mengi ya kisheria. Ukitaka kuanza kusoma hapa utakuwa unajisumbua tu. Cha muhimu ni kwamba nyumba ipo tayari na gari linakusubiri nje. Wazazi wako wanahitaji kupumzika mahali salama. Sio hospitali wala kwa watu usiowapenda. Weka tu saini yako. Rovina akatafuta sehemu ya kusaini kwenye ule mkataba. Moyo wake ulimwambia tia saini hapo haraka ili aweze kuwatoa wazazi wake kwenye dhiki bila kupitia vile vifungu vya masharti ya mkataba. Bila kupitia kuona ni namna gani anaweza kuvunja ule mkataba. Akasaini awe chini ya mamlaka ya mmiliki wa kampuni. Rovina kweli akatia saini yake pale kwenye mkataba wa Bacha Trust. Stewart, tayari, Rovina alisema huku akivuta pumzi ndefu ya uheni. Dakika 10 mnadhani zilipita? Hazikupita. Daktari aliingia wodini akiwa ameshikilia ripoti. Daktari akasema, jamani, habari njema ni kwamba vipimo vyako Rovina vya mwisho vimeonyesha kwamba mapafu yako yako safi na mshtuko umepungua. Rovina, unaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani sasa. Hapo mzee Bastieni na mke wake walitabasamu kwa furaha. Stewart ilibidi amsaidie Rovina kushuka pale kitandani. Walipotoka nje hospitali, walikuta gari jeusi la kifahari. Ilikuwa ni Range Rover, gari kali kweli kweli kama analotembelea Uncle J Masimulizi, yule mzee wa kusimulia simulizi pale YouTube. Gari hili lilikuwa limesimama hapo. Dereva alishuka na kisha aliwafungulia milango kwa heshima. Stewart akasema, Rovina, hili hapa ni gari lako. Rovina, karibu kwenye maisha yako mapya. Tusimlaumu Rovina. Hata ningekuwa mimi ndugu yangu ningesaini pasipo kuangalia mkataba huu una vifungu gani. Stewart alipomwambia hivyo akaribia Rovina kwenye maisha yake mapya. Tena Stewart alisema kwa furaha. Naye Stewart alipanda kwenye gari jingine kufuata msafara huo. Safari kuelekea kwenye nyumba yao mpya ilianza.
Mwendo wa dakika 30 njiani tayari walikuwa wameshafika Mbezi Beach. Gari lilisimama mbele ya lango kubwa la chuma. Lango likafunguka na kisha waliingia ndani. Nyumba ilikuwa ni nzuri na ya kisasa. Mzee Bastien akiwa na furaha alimtazama tena Stewart na akasema, wewe kijana wewe, yaani nashangaa kwa nini sikukujua mapema Ningekuozesha huyu binti yangu Rovina. Kwa kweli umetuma msaada mkubwa sana we kijana. Baba usijali baba. Waliingia ndani ambapo walikuta kuna kila kitu. Rovina alihisi moyo wake ukiruka kwa furaha. Kwa mara ya kwanza tangu talaka yake na Prince alihisi ya kuwa anaweza kusimama peke yake bila kumtegemea mwanaume yeyote. Rovina kwanza alijiona mshindi. Alijiona ya kwamba amepata ukombozi. Stewart, siamini hiki ninachokiona, Rovina alisema huku akimkumbatia huyo rafiki yake Stewart. Asante sana kwa kuniokoa Stewart. Sasa ninaweza kuanza maisha mapya mbali na vurugu za Prince pamoja na Faye. Huku nilipo saizi niko huru Stewart. Stewart alitabasamu naye akiwa na amani moyoni mwake ya kwamba amemsaidia rafiki yake kupata kazi iliyo bora. Waliketi sebuleni wakinywa maji ya baridi na kufurahia upepo wa kiyoyozi, huku wazazi wa Rovina wakimshukuru Mungu kwa huo muujiza. Rovina akajisemea moyoni, Prince, umejaribu kunikandamiza we, lakini mwenzio nimeinuka bila ya wewe. Hutoweza kunigusa tena. Na sasa na maisha yangu matamu kama vile wasikilizaji wa Uncle Jay Simulizi. Siku iliyofuata alfajiri majira ya saa 11:30, Rovina alikuwa tayari ameshafumbua macho. Licha ya maumivu kidogo ya mapafu yaliyokuwa yamesalia kutokana na moshi wa moto, na licha wazazi wake kumwambia kuwa pumzike hata kwa siku 2, Rovina alikataa. Rovina alihisi kuwa kukaa ndani ni kumpa nafasi Prince na Faye kumtafakari. Alitaka kuonyesha ulimwengu ya kwamba ameinuka kutoka kwenye majivu. Rovina kwanza alijitazama kwenye kioo kikubwa cha chumba kile kipya. Rovina alivaa suti yake ya kike ya rangi ya blue nzito iliyomkaa kisawasawa. Akapaka na lipstick nyekundu kidogo kuonyesha ujasiri wake. Alichukua mkoba wake wa ngozi, akashuka ngazi na kuwakuta wazazi wake wakipata kifungua kinywa. Mwanangu, mbona una haraka hivyo? Afya yako bado ni mgogoro, unajua hilo? Baba, usijali. Kazi ndio dawa ya huzuni zangu. Leo mimi naenda kuanza ukurasa mpya wa maisha yangu. Rovina alibusu paji la uso la mama yake na akatoka nje, ambapo dereva alikuwa akimsubiri na lile gari lilokuwa amepewa na kampuni. Safari ya kuelekea katikati ya jiji ilikuwa ni ya kifalme. Alipofika mbele ya jengo refu la kioo lililoandikwa kwa herufi za dhahabu, Bacha Trust Company. Rovina alihisi moyo wake kama unamdunda kwa ufahari, na aliposhuka tu walinzi walipiga saluti na mapokezi. Walisimama kumpokea Rovina, wakamwambia, karibu sana Madam Rovina, ofisi yako ipo ghorofa ya 12, tumekuwa tukikungoja, karibu sana. Msaidizi mmoja mrembo alikuwa amemwambia kwa heshima iliyopitiliza. Kila hatua aliyokuwa anapiga Rovina, wafanyakazi walikuwa wakimuinamia. Rovina alijihisi kama malkia aliyerejea kwenye himaya yake. Alipoingia kwenye ofisi yake, alikutana na mandhari ya ajabu. Ofisi ilikuwa ni kubwa, kuta zikiwa ni za vioo vitupu vinavyoonyesha bandari ya Dar es Salaam na bahari ya Hindi. Samani zilikuwa ni za mbao adimu na viti vya ngozi vya gharama. Madam, mimi naitwa Sara, ni secretary wako. Je, kuna chochote ungependa tukibadilishe kwenye hii ofisi? Rovina alitabasamu, akazungusha kiti chake cha ngozi, akasema, Sara, hapana, kila kitu kwenye hii ofisi kiko vizuri. Ni zaidi ya vile ambavyo mimi nimetarajia. Naomba tu uniletee ripoti za miradi ya sasa na kisha uniletee kahawa. Secretary akamwambia sawa madam. Sara alitoka na kufunga mlango kwa upole. Rovina kwanza aliegemea kwenye kiti. Alivuta pumzi ya ushindi na alijiona sasa amefika. Alijiona sasa amepata. Kumbe amepatikana yo.
Alijiona kweli amemshinda Prince Bacha na mitego yake yote. Rovina akajisemea moyoni, hatimaye niko huru na nina mamlaka yangu mimi mwenyewe. Rovina anafurahia kupata kazi pasipo kumjua bosi wake. Ajabu kweli ndugu zanguni. Unafurahia simulizi za Uncle Jay na Uncle Jay mwenyewe humjui. Ndugu yangu, itakula kwako. Nenda pale Instagram, nenda pale TikTok, andika Uncle Jay simulizi. Ukajionee huyu kijana alivyokuwa handsome. Ana sauti tamu ya kumtoa nyoka pangoni. Na hili jamani li handsome kweli kweli ndugu yangu. Usisikilize simulizi zake kama hulijui. Nilijitu kweli kweli. Lina mwili wa mazoezi, lina six pack zinazovutia. Usiwe kama Rovina, unaajiriwa kwenye kazi alafu bosi humjui. Ndugu yangu, kama unapenda simulizi za Uncle Jay, nenda TikTok na Instagram ukamuone jamaa lilivyokuwa handsome. Alafu kisha urudi hapa YouTube uendelee kusikiliza simulizi. Msikilizaji, wakati Rovina yuko ofisini kwake, furaha hiyo haikudumu hata kwa dakika 5. Na hapo ndipo ghafla mlango wa ofisi ulipofunguliwa, tena ulifunguliwa bila ya hodi. Rovina alishtuka. Rovina akainua kichwa akitarajia kumwona Sara ameingia na kahawa, lakini badala yake alikutana na sura ya mwanaume aliyekuwa ndo adui wa maisha yake. Prince Bacha aliingia ndani hiyo ofisi na uso wake ukiwa na tabasamu la dharau ambayo kila mara ilimfanya Rovina ajisikie kutaka kupiga kelele. Wewe. Rovina alisimama ghafla, mikono yake ilikuwa inamtetemeka pale juu ya meza. Prince, unafanya nini hapa? Umefikaje hapa na kwa ujasiri gani unaingia ofisini kwangu bila ya hodi? Nakuuliza wewe Prince. Prince hakujibu. Prince alitembea taratibu kuelekea kwenye sofa la ngozi lililokuwa lipo pembeni mwa ofisi. Aliketi kwa mapozi, akakunja miguu yake kwa mamlaka makubwa. Hilo swali lako sio muhimu sana kwangu Rovina. Swali la msingi ni, ina maana hujui kwa nini niko hapa? Au Rovina unajaribu kujitoa ufahamu kwa sababu ya furaha ya ofisi mpya, si ndio? Prince, ninakuonya, nakupa onyo Prince. Sitaki michezo yako hapa, umenielewa? Hii sio nyumba yako. Na hii sio kampuni yako ya hovyo. Hapa ni mahali pangu pa kazi. Nitakuitia polisi sasa hivi na kuomba uwe mstaarabu alafu uondoke hapa na kamwe usitie tena mguu wako hapa, na la sivyo nitakufungulia kesi Prince. Unataka kuwapigia simu polisi? Unataka kunifungulia kesi? Hebu sikiliza bwana Rovina, hebu acha hizo mambo, sawa? Alafu hebu acha kuwa mkali bila sababu za msingi. Alafu wewe ni mtoto wa kike, kuwa hivyo haitakiwi. Labda tu nikwambie kwamba niko hapa kusikiliza mpango wako wa kibiashara kama mshauri mkuu. Nataka kujua utainufaisha vipi kampuni hii kuanzia asubuhi ya leo. Na ndio maana nimekuja hapa kukusikiliza. Wewe kama nani mpaka uulize mpango wa kibiashara? Wewe sio mfanyakazi wa hapa na wala huna hisa yoyote hapa. Prince, nimekwambia ondoka. Okay. Unataka kujua mimi ni nani kwenye hili jengo, si ndio? Badala ya kupiga kelele, muite huyo secretary wako na kisha umuulize mimi ni nani kwenye hii kampuni. Maana mimi sina jibu la kuweza kukupatia. Naam, hapo Rovina akiwa na hasira inayokaribia kulipuka, alibofya kitufe cha mawasiliano na kisha akasema, Sara, hebu ingia haraka iwezekanavyo. Kweli Sara aliingia akiwa na hofu. Ndio madam.
Sara, huyu mwanaume hapa anasema yeye ni sehemu ya hii kampuni. Naomba uwaite walinzi waje wamtoe hapa nje mara moja. Sitaki kumwona. Sara mpaka yeye mwenyewe aliogopa. Alitazama chini kwa aibu na kisha akamtazama Prince na akarudi nyuma kwa Rovina. Samani sana madam. Madam Rovina, huenda kulikuwa kuna kutokuelewana kwenye mkataba wako, lakini huyu ndiye mwenyekiti mtendaji, ndiye mkurugenzi mkuu na ndiye mwanzilishi wa hii kampuni yote. Sisi sote tunafanya kazi chini ya maelekezo yake. Ulimwengu wa Rovina ulisimama ghafla. Rovina alihisi kama sakafu ya ofisi inapasuka na kummeza. Sara, yule sekretari, ilibidi atoke nje kwa unyonge, akimwacha Rovina akiwa ameshika meza ili asianguke. Rovina alitamani alichokisikia kiwe ni uongo. Rovina alitamani alichokisikia iwe ni njozi mbaya au ni mchezo wa kuigiza, lakini sura ya Prince ilimthibitishia ukweli mchungu. Prince alitabasamu na kisha akasema, Rovina, nadhani umemsikia sasa. Eti mke wangu wa zamani, ex wangu. Vipi lakini uko poa? Kwa mara nyingine tena Rovina, umeingia tena kwenye himaya yangu, tena kwa hiari yako wewe mwenyewe. Ulifikiri mkataba ule ni rahisi sana hivyo? Kwa akili yako ya haraka haraka wewe, kampuni gani ikupe jumba Mbezi Beach huko tena la ghorofa, ikupatie gari kali Range, ikupatie mkataba wenye mshahara mnono? Kampuni gani hiyo kwa hapa Tanzania? Wapi umekuona? Au ulifikiri kwamba Stewart angekupatia kazi ya maana bila kupitia mgongo wangu? Rovina, ni akili tu. Mimi nilijua una uhitaji, kwa hiyo nikacheza na akili ya Stewart bila wewe mwenye kuweza kujua. Kakuleta tena kwenye himaya yangu. Alafu hakuna baya kwa sababu wewe mimi ni ex wangu. Unajua wewe ni mwanamke wangu bwana Rovina. Sikatai nilikupa taraka, lakini haina maana kwamba tugombane tuchukiane kiasi hiko. Na kuonesha namna gani mimi nakujali, ndo kama hivi nafanya kwa ajili yako. Nisikilize Prince, sihitaji hii kazi. Kama wewe ndo mmiliki wa hii kazi, sijui wewe ndo bosi, sijui mkurugenzi, sijui takataka gani, sitaki hii kazi. Tafuta mtu mwingine wa kufanya naye hii kazi, lakini sio mimi. Sasa unajua nini Rovina? Kwa bahati mbaya sana huwezi kuondoka kirahisi namna hiyo Rovina. Huwezi kuondoka hivyo bwana. Labda ngoja nikuoneshe kitu kimoja, sawa? Naam, hapo Prince alitoa nakala ya mkataba aliyokuwa amesaini jana na kisha akatupia pale mezani. Rovina, nadhani utakuwa haujausoma vizuri mkataba ama masharti ya mkataba ulioweza kuyasaini ukiwa huko hospitalini. Ila hilo sio shida bwana, sawa Kwa kuwa wewe ni mhadhiri wa biashara, ngoja nikurahisishie tu lugha ili uweze kuelewa kwamba unakaa wapi, sawa? Naam, hapo Prince alianza kuelezea kwa mbwembwe kweli kweli, akizunguka meza ya Rovina kama mnyama anayecheza mawindo yake. Kwenye mkataba bwana, kuna kipengele cha kwanza kabisa nikinasema huwezi kuvunja huu mkataba ndani ya mwaka wa kwanza kwa sababu yoyote ile. Kwa maana hiyo unatakiwa kwanza uutumikie huu mkataba mwaka mzima, ndio kisha uanze kufikiria masuala ya kuvunja mkataba. Lakini kwenye huu mkataba kuna kipengele cha pili kinasema huu ni mkataba wa miaka 5 wenye kipengele cha exclusive service. Yaani ukijaribu kuacha utapaswa kurudisha ile nyumba ya Mbezi Beach ndani ya masaa 24, kurudisha gari na kurejesha fedha zote za signing bonus ulizozitumia
kumpa mama yako, na hapo utaongeza riba ya 25%. Hebu kaa kwanza kwenye kiti usije kaanguka bana. Naam, na kweli Rovina alikaa kwenye kiti chake, maana nguvu zilimwishia. Alijua fika hana pesa za kumlipa Prince. Prince akaendelea kusema, Rovina, kwenye mkataba bwana, kifungu cha 3 kinasema kama utashindwa kulipa deni hilo, ambalo najua huwezi bwana, basi mkataba unasema nitakushtaki kwa kosa la uhujumu uchumi na utapeli wa mkataba. Kwa hiyo utapoteza kila kitu. Sasa sijui kama uko tayari kwa hili, sijui kama wazazi wako watastahimili kukuona uko gerezani baada ya kupoteza nyumba yao kwa moto, sijui kusema ukweli, lakini unajua hata mimi mwenyewe nikikuangalia na kuonea huruma, Rovina. Sio mimi, lakini unajua ni mkataba ndio unasema hivyo. Naam, masikini binti wa watu Rovina alihisi mwili wake wote unakufa ganzi. Machozi ya uchungu na hasira yalianza kumtoka bila kupenda. Alijiona ni mjinga, alijiona ni mnyonge, na alijiona amenaswa kwenye mtego ambao hana uwezo kuuvunja. Alishusha kichwa chake juu ya meza na kuanza kulia kwa kwikwi, sauti ya mwanamke shujaa aliyepigwa mahali ambapo hakuweza kujilinda. Prince ilibidi amsogele Rovina, akainama karibu na sikio lake. Harufu ya manukato yake ikamkumbusha Rovina siku za furaha zilizogeuka kuwa shubiri. Lakini Rovina mpenzi wangu, wala hata usijali, sawa? Ipo njia ya kuweza kulikwepa hili. Ipo njia, wala hata usijali. Mimi hapa sihitaji pesa zako Rovina, sawa? Mimi ninachokihitaji ni kitu kimoja tu. Babu yangu kule hospitalini hali yake ni mbaya sana. Alafu babu yangu anaamini ya kwamba sisi, yani mimi na wewe bado ni mke na mume, ili hali mimi nishakupa talaka. Babu yangu mimi ajui hilo. Sasa basi, kama utakubali kuongozana na mimi kwenda kumuona babu yangu kila siku, na uigize mbele ya babu yangu kwamba wewe ni mke wangu mpendwa, Rovina, basi haya yote ya mikataba haya yatakuwa hayana maana. Mimi nitakusamehe na nitakupa kila kitu unachokitaka, ila tu nataka twende kwa babu yangu na uigize mbele ya babu yangu ya kwamba mimi na wewe bado tunafanyaje, ni mke na mume. Sababu leo hii nikimfuata babu yangu na nikamwambia nimekupa hiyo talaka, tumeachana, babu yangu anaweza kafa kwa pressure, kwa sababu babu yangu anakupenda sana wewe, anakuelewa sana wewe. Lakini hii haina maana kwamba eti mimi nakupenda wewe. Rovina, mimi siwezi kukupenda wewe bwana, na ndio maana nilikupa talaka, tunaelewana? Lakini hii mikataba inakubana sana ndugu yangu, sawa? Kwa hiyo nisaidie tu hilo, tuende kwa babu yangu kila siku tu, tunakwenda hospitalini na uigize unanipenda, unanishikashika, unanichumu hivyo, mimi nitajisikia raha. Babu yangu akiwa na furaha, mimi kwangu raha tu, na sitokudai hata 100. Na hata hii mikataba hivyo, tusaidiane, unisaidie na mimi nikusaidie. Naam, hapo Prince alisimama, alielekea mlangoni. Alipogusa tu kitasa cha mlango, aligeuka na kisha akamwambia Rovina, Rovina, uamuzi ni wako mama. Ukiwa tayari kuvaa pete yako ili tuigize, itakuwa fresh. Njoo ofisini kwangu upande wa pili kule ndio ilipo. Twende tukamwone babu. Sawa mke wangu? Unajua Rovina, wewe ni mke wangu wa zamani, lakini sasa wewe bwana unajifanyaga yani kama vile una misimamo, yani kwamba wewe ndio wewe. Sasa hizi nimekudaka vizuri kabisa, umeingia kwenye 18 zangu. Na mimi ushauri wangu ni kwamba wewe tuigize tu hapa. Njoo kule, pete ipo. Utavaa pete bandia, tutaenda zetu kwa babu, tunaigiza. Hapa ni mwendo wa kuigiza.
Kwa hata kama ikatokea tukataka tudinyane, tutadinyana kwa kuigiza. Kwanza umeshawahi kudinyana kwa kuigiza? Sasa usinune. Sasa hata kama ukinuna inasaidia nini? Mimi sasa hizi mume wako bandia. Kwa kila kitu tutafanya bandia. Na hata kudinyana tutadinyana kiubandia bandia. Japokuwa tunaweza tukadinyana kweli, ile inakuwa ni kudinyana kwa kufeki. Mimi naondoka. Naam. Prince alitoka, akafunga mlango. Alimwacha Rovina akiwa amepoteza tumaini katikati ya ofisi ya kifahari ambayo sasa aliona ni kama vile jela ya dhahabu. Kiukweli alijiona ni mjinga wa kiwango cha juu. Mhadhiri wa biashara aliyenaswa na mkataba wa biashara. Maskini ya Mungu, Rovina akiwa analia, ghafla mlango ulifunguka tena, ambapo ndo Stewart aliingia akiwa na tabasamu dogo mdomoni. Alitarajia kumkuta rafiki yake huyo akiwa na furaha ya siku ya kwanza ya kazi, lakini alipoona hali ya Rovina, tabasamu lake likayeyuka papo hapo. Stewart ilibidi aseme, Rovina, shida nini Rovina? Mbona unalia Rovina wakati kila kitu kiko sawa? Stewart aliuliza kwa mshtuko, akisogea karibu na kuweka mkono wake begani mwa Rovina. Rovina alinyanyua uso wake uliokuwa umeloa machozi, macho yake yakiwa ni mekundu. Stewart, hatuko sawa. Hatujawahi kuwa sawa. Tumedanganywa Stewart. Huu mkataba, hii ofisi, ile nyumba, yote ni michezo ya Prince Bacha. Yeye ndiye mmiliki wa hii kampuni. Yeye ndiye aliyetuandalia huu mtego. Hapo Stewart alikataa kuamini. Akasema, haiwezekani bwana. Rovina, mimi mbona ilifanya utafiti na niliambiwa ni wawekezaji kutoka nje ya nchi. Walikuigizia Stewart. Prince ametumia pesa zake kukutengenezea giza ambalo hatuna pa kutokea. Nimesaini mkataba ambao unanifunga miaka 5. Nikiondoka natakiwa kurudisha kila kitu na riba juu, la sivyo atanipeleka gerezani kwa utapeli. Hasira kali ilimvaa Stewart. Mishipa ya shingo yake ilisimama na ngumi zake zikajikaza. Ase, huyu mwanaume ni shetani eh? Hawezi kukuchezea hivi. Ngoja kwanza niende ofisini kwake sasa hivi na nitamfundisha adabu ambayo hata pesa zake hazitamwokoa. Stewart aligeuka kuelekea mlangoni kwa kasi, lakini Rovina alisimama ghafla, akamshika mkono kwa nguvu. No Stewart, no. Usiende tafadhali. Nakuomba utulie. Nitulie? Nitulie kwa nini? Stewart, tafadhali nakuomba unisikilize basi. Prince ni tajiri kuliko vile ambavyo unafikiria. Ana sheria mkononi mwake pale alipo. Ana ulinzi na ana kila kitu. Ukimshambulia ofisini kwake, unampa sababu rahisi ya kukuweka gerezani kwa miaka mingi. Sitaki kupoteza kila kitu na kisha nikupoteze na wewe ambaye ni rafiki yangu wa pekee. Tafadhali Stewart, usitafute matatizo zaidi. Acha nishughulike naye mimi mwenyewe. Hapo Stewart alivuta pumzi ndefu. Alijaribu kudhibiti ghadhabu yake. Alijua Rovina yuko sahihi. Kupigana na Prince ndani ya jengo lake mwenyewe ilikuwa ni kujiua. Okay, sawa. Nitatulia, lakini Rovina, huyu fala huyu anakuangamiza huyu. Mimi nitatafuta mwanasheria mwingine upande wa pili tuone kama tunaweza tukapata upungufu kwenye huo mkataba. Naam. Hapo Stewart alitoka nje akiwa bado anatetemeka kwa hasira. Rovina alibaki peke yake. Alijitazama kwenye kioo, akafuta machozi yake na kupaka pale poda kidogo ili kuficha unyonge wake. Alijua hana chaguo tena. Alijua ni lazima akubali mchezo wa Prince ili kuwalinda wazazi wake waliolala kwenye nyumba ya Mbezi Beach bila kujua ni nyumba ya nani. Rovina alitembea koridoni kuelekea upande wa pili wa jengo. Kila hatua alikuwa anahisi kama vile anaelekea kwenye kifo. Rovina alifika mbele milango mikubwa ya mbao adimu. Alisukuma mlango bila kupiga hodi.
Ndani ya ofisi, ilikuwa ni ofisi kubwa, lakini Prince hakuwa ameketi kwenye kiti cha boss. Alikuwa ameketi kwenye sofa, miguu akiwa ameiweka juu ya meza ndogo, huku akiwa ameshika remote ya game. Kwenye skrini kubwa ya ukutani kulikuwa kuna mchezo wa magari Formula 1 ukiendelea kwa sauti ya chini, na hapo ndipo Prince alipogeuka na akamwona Rovina amesimama mlangoni. Tabasamu pana na la ushindi lilichanua usoni mwa Prince. Asante sana Rovina. Rovina, nilijua wewe ni mwanamke mwerevu. Karibu kwenye ofisi ya mwenyekiti. Nimekuja kwa sababu ya wazazi wangu. Prince, sijaja hapa kwa sababu ya kuwa wewe na kuhitaji. No, unajua hata mimi mwenyewe sikuhitaji Rovina, mimi mwenyewe sikuhitaji. Alafu mimi pia sijali. Yaani wewe umekuja hapa kwa sababu ya nini? Cha umuhimu tu ni kwamba wewe umekuja. Kama umekuja maana yake ni kwamba umekubali masharti yangu ya amani. Kwa hiyo masuala wewe mimi kunipenda sijui I don't care bwana. Kwanza hivi wewe alokuambia mimi mwenyewe nakufikiria huko kupenda nani? Haya yote nafanya kwa ajili ya babu yangu tu. Naam, hapo Prince alisema huku akizima game na kisha akasimama. Alichukua kijisanduku kidogo cha velvet nyekundu mezani na kukifungua. Ndani kulikuwa kuna pete ya almasi iliyokuwa inang'ara kwa nuru ya ofisi. Sasa mke wangu, nipatie basi mkono wako nikuvalishe pete yetu ya ndoa. Unajua Rovina, tunatakiwa kuonekana kama wapenda nao wa dhati mbele ya babu. Yaani hilo nakuomba ulishike akilini mwako. Naam, Prince alimsogelea Rovina kwa hatua za madaha, mkono wake ukiwa umenyoka kabisa. Rovina alimtazama kwa macho yaliyojaa chuki, na kabla Prince hajamshika mkono Rovina alinyakua ile pete kutoka kwenye kile kisanduku tena kwa ukali mno, na kisha akamwambia nitaivaa mimi mwenyewe. Sihitaji univalishe. Rovina alifoka, akaisukuma ile pete kwenye kidole chake, yani akaivaa hivi. Na alivaa kwa hasira kiasi cha kuhisi mpaka maumivu. Yaani unajua ile pete unaivaa mpaka mwenyewe unaivaa unahisi maumivu. Alionyesha mkono wake kwa Prince huku uso wake ukiwa umekunjamana. Akaambia tayari nimeshaivaa. Twende kabla sijabadili mawazo. Twende kwa wewe babu yako. Prince hakukasirika. Badala yake alicheka kwa ucheshi. Akaambia mbona unakuwa mkali hivyo mpenzi wangu? Afu unatakiwa uanze mazoezi ya kuniita mpenzi, kuniita mume tukiwa tuko hapa ofisini. Sio tunafika tena kule unaniita Prince. Anzisha mazoezi chap kwa haraka Afu usiwe mkali kwa sababu ukiwa mkali hivi utaenda kuwa mkali mpaka kwa babu yangu. Sasa we imagine huo uso wako ukienda kuonekana kwa babu. Babu yangu ukimuua kwa ugonjwa wa pressure. Wewe legeza hiyo sura yako kidogo. Hayo mashavu yako hayo tabasamu kidogo. Alafu nikwambie kitu kimoja Rovina. Unajua leo Rovina umependeza sana kwenye hiyo suti ulovaa. Rangi ya blue huwa inakutoa vizuri sana. Inakufanya unajua unaonekana kama boss hivi, mwanamke asiyeshindwa. Hebu tabasamu kidogo basi. Prince, nakupa onyo Prince. Usijaribu kunifanyia utani, unanielewa? Okay. Hivi hujui kama nimekumisi, nimekukumbuka? Hujui kama mimi ni mume wako wa zamani? Hujui kama mimi ni ex wako? Anyway, hivyo vyote hujui au? Rovina, sipendi uwe mkali. Mbona unakuwa mkali kama umerushwa ndimu? Msikilizaji, Rovina hakusema neno. Akaelekea mlangoni. Prince akaona isiwe shida. Alimfuata kwa nyuma huku akimshika bega kidogo, jambo ambalo lilimfanya Rovina aruke kama vile miguso na umeme. Pumzika basi Rovina, sawa? Tunakwenda kuigiza mahaba. Kwa lazima uanze kuzoea miguso yangu. Hasa mimi nakugusa hivi kidogo tu unashtuka. Haya, ikatokea pale babu akasema tukumbatiane. Haya, nakukumbatia ukiwa unashtuka inakuwaje? Leo tunashindana. Nani mwigizaji bora mbele ya babu? Kwa tuanze kuigiza hapa kabla tujaenda kule hospitalini. Wewe ni mwigizaji Prince. Alafu mimi naumia. Prince, nakuchukia wewe mwanaume. Na laiti ungejua
usingelifanya hili unalolifanya. Mi hata sijali hilo, kama unanichukia unichukii. Mi sihitaji kupendwa na kila mtu, unanielewa Rovina? Nimekuambia tunatakiwa kuigiza. Hebu elewa maneno yangu basi. Kwani ulokuambia hapa tunapendana nani? Wewe unanichukia, sawa nichukie. Mi sijali. Kwa sababu hata mwenyewe sikupendi. Kwa hata ukinichukia mimi nipunguzie kitu. Nimekuambia hapa tunaigiza. Na mimi ningekuwa nakupenda wewe nisingekupa talaka. Lazima ulijue hilo. Afu ngoja nikufungulie mlango wa ofisi ili ukitoka yaonekane mahaba. Alafu tukishatoka hospitalini inabidi twende tukapate chakula cha mchana mahali pazuri, maana mke wangu anahitaji nguvu za kufanya kazi ya ushauri wa kibiashara mchana huo. Kwa lazima nimpeleke sehemu nzuri akapate chakula kizuri kama vile ambavyo yeye alivyokuwa mzuri. Rovina alisonya akatoka nje kwa haraka. Alimwacha Prince akicheka kwa siri huku nyuma. Alijua ya kuwa Rovina hii ilikuwa ni dharau, lakini kwa Prince huu ulikuwa ni mwanzo wa mchezo wake wa kumrudisha mwanamke aliyemtoroka. Kiukweli ni kwamba moyoni mwake kijana huyu Prince anamtaka Rovina, kwa anajaribu kumrudisha kwa namna fulani. Wakati wanatembea kuelekea kwenye lifti, kuona mkurugenzi mpya na mwenyekiti wakiwa karibu namna hiyo, huku Rovina akionekana kukerwa na kila neno la ucheshi lililokuwa linatoka kinywani mwa Prince, watu walibaki kuwatizama tu. Walipofika hospitali, Rovina akiwa ameketi siti ya nyuma, macho yake yalikuwa kwenye ile pete ya almasi iliyokuwa iking'aa kwenye kidole chake. Kila alipokuwa anaitazama alihisi kama vile inamkaba koo. Prince akiwa na tabasamu lake la ushindi alimfungulia pale mlango na kumpa mkono, akamwambia, sikiliza Rovina, mbele ya babu sisi ni wapenda nao, tena wapenda nao kindaki kudadiki zako. Wale wako niangushe Rovina. Nitakubadilikia hutoamini. Prince alinong'ona kwa sauti ya chini na yenye mamlaka. Walitembea koridoni huku Prince akiwa amemshika Rovina kiunoni kwa namna ya kumlinda. Rovina alikuwa akitetemeka kwa ndani, yani ilikuwa kama hataki vile ashikwe kiuno. Kila mguso wa Prince ulikuwa unamfanya kama Rovina ajisikie kama vile anasaliti utu wake. Na mkumbuke hawajawahi kudinyana hawa. Hata walivyooana hawakuwahi kabisa kudinyana. Lakini sura ya mzee Bacha iliyokuwa ikimsubiri ilimfanya sasa Rovina ajikaze tu, japokuwa anashikwa kiuno ili ibidi ajikaze. Utamu ni nini? Walipoingia wodini, walimkuta mzee Bacha akiwa ameketi kwenye kiti. Kilikuwa ni kiti tiba cha umeme. Alikuwa akitazama taarifa ya habari kwenye TV iliyokuwa ipo ukutani, lakini mara tu alipomwona Prince na Rovina wakiingia pale wodini, Msikilizaji, hivi unahisi Rovina ataweza kweli kuigiza mbele ya huyu mzee? Ili hali Rovina anamchukia kweli kweli Prince. Hatimaye sasa wameingia wodini na yule mzee wamemkuta, maskini ya Mungu. Sijui, ngoja tuone katika sehemu ya 10 kama kweli Rovina ataweza kuigiza mbele ya huyu mzee. Mimi naitwa Uncle J, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Saidi JR. Asante kwa time yako kwa kunisikiliza na kwaheri kwa sasa.